Fahamu tarehe 1 Julai 2026 tulianza utekelezaji wa dira hii tunayozungumza ya maendeleo ya 2050. Ni safari ya miaka 25 ambayo Watanzania wanatarajia kuona taifa likipiga hatua kubwa zaidi kiuchumi, lakini kijamii vile vile kisiasa. Katika muktadha huo, tunalenga kujenga Tanzania yenye uchumi shindani, jumuishi na himilivu, ambapo mambo yake mengi ya kufikia hapo nilipopataja yamezungumzwa hapa na nyenzo tayari tumezizindua za kutupeleka huko. Nawashukuru wote mlioko hapa pamoja nasi leo na wale wote waliopata fursa ya kuzungumza kwa niaba ya taasisi zao kwa ahadi mlizoziweka kushirikiana na serikali katika utekelezaji wa dira hii na kujenga uchumi wa nchi yetu, na washukuru sana. Lakini vile vile niseme nimesikia changamoto zilizowasilishwa hapa, pengine baadaye nitagusia chache, lakini niseme nyingi tunazibeba na kuzifanyia kazi. Tutakwenda kuzifanyia kazi. Waheshimiwa viongozi, ndugu washiriki na wananchi wenzangu, sekta binafsi imepewa takriban 70% katika utekelezaji wa dira tunayoizungumza hapa ya miaka 25 inayokuja. Hivyo ni matarajio yangu kwamba katika safari yetu hii muhimu ya maendeleo, ninyi sekta binafsi mnayo nafasi kubwa sana ya kuongeza uwekezaji nchini. Sisi serikali kwa upande wetu tutaendelea kuweka mazingira wezeshi ya kisheria, kisera na kitaasisi ili kuvutia uwekezaji wa ndani na nje ya nchi na kutuwezesha kufikia malengo ambayo tumeyaweka kwenye dira yetu kupitia nyenzo ambazo tumezizindua leo. Lengo letu kuu ni kuwa na uwekezaji unaounganisha uzalishaji mkubwa na uzalishaji mdogo, lakini pia biashara kubwa na biashara ndogo, kuweka daraja na kufanya ukaribu na sio kama ilivyo sasa. Na hapa tunazungumzia sasa pia urasimishaji wa sekta ambayo haiko rasmi. Tunaelekea huko.